Ni jioni njema ambaye ni ya baraka. Mungu ametujalia neema ya kuweza kuona siku ya leo. Nachukua fursa hii niweze kunena mawili matatu mambo ambayo Bwana ameweka kwa roho yangu. Nataka nizungumze kuhusu where is your strength? Nguvu yako iko wapi? Kama mwanadamu, kuna mahali ambapo unatoa nguvu yako. Uwezo wako unatoa wapi? Nguvu ambayo uko nayo ya kufanya mambo yako, ya kufanya biashara, nguvu unabebwa na nguvu inatoka wapi? Nguvu zako ziko wapi? Ndiyo nataka nizungumze na wewe jioni ya leo. Tuone ni wapi tunapata nguvu kama Wakristo, kama watenda biashara, kama watu wakubwa, kama watu ambao tuko na maono makubwa katika Mungu. Nguvu zako ziko wapi? Nitakuwa ninakuonyesha maandiko kadha wa kadha kuhusu nguvu. Unatoa wapi nguvu zako? Ni kwa maana watu wengi wako na mahali tofauti kule ambako wanatoa nguvu zao. Kwa hivyo nitakusomea maandiko nikuonyeshe ni wapi ambapo tunatoa nguvu. Labda kule ambako unatoa nguvu haistahili uwe unategemea hapo uweze kupata nguvu zako. Ndio nataka nikufundishe na nikuonyeshe ni vipi tunaweza pata nguvu kwa Mungu, ni vipi tunaweza pata nguvu kwa madhabahu, ni vipi tunaweza pata nguvu kwa njia tofauti. Zaburi 28 na mstari wa 7. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu unamshangilia, nami nimesaidiwa. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, kwa wimbo wangu nitamshukuru. Huyu ni Daudi ambaye anasema Bwana ndiye nguvu zake. Kwa hivyo maisha yote ya Daudi alitegemea nguvu za kushinda vita, ama alitegemea uwezo kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo wewe ni wapi ambapo katika haya maisha ambayo tunaishi unapata nguvu kutoka wapi? Ndio ninakuuliza jioni ya leo, ni wapi ambapo unapata nguvu? Kuna watu wanatoa nguvu zao kwa waganga, kuna watu wanatoa nguvu zao kwa majini, kuna watu wanatoa nguvu zao kwa ushirikina. Madhabahu yao iko kwa uganga. Na wewe kama Mkristo, nguvu zako unatoa wapi? Ndio nimekuja nikuulize ni wapi ambapo unatoa nguvu. Daudi anasema Bwana ndiye nguvu zangu. Asemi zana za vita ndizo nguvu zake. Mahali pengine anasema zana za vita zimevunjika na mashujaa wakaanguka. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Daudi alimtegemea nguvu katika maisha yake ya ufalme. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Zaburi kiliandikwa na Daudi, na unaona anamtegemea Mungu, anamlilia Mungu katika mambo yake yote. Nataka nikuonyeshe mfalme mmoja ambaye yeye nguvu zake alikuwa ameziweka kwa watu wa vita. Akaendewa na mtumishi wa Mungu, akamuonya, akamwambia mfalme, punguza hii majeshi ambayo unaenda nayo vitani na utaweza kupata ushindi kwa Mungu. Kitabu cha 2 Chronicles 25 from verse number 6. Tuanzie mstari wa 5. Tena Amazia akakusanya Juda, akawaweka sawasawa na nyumba za baba zao chini ya maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Juda pia na Benjamini tangu wenye miaka 20 na zaidi akawahesabu, akawaona kuwa watu wateule 300,000 wawezao kwenda vitani, waliozoea mkuki na ngao. Akaajiri pia watu mashujaa 100,000 na Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Efraimu. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu upigane, Mungu atakuangusha mbele
ya adui, maana Mungu anazo nguvu za kusaidia na kuangusha. Amazia akamwambia mtu wa Mungu, lakini tuzifanyieje zile talanta 100 nilizowapa jeshi la Israeli? Mtu wa Mungu akajibu, Bwana aweza kukupa zaidi kuliko hizo. Ndipo Amazia akawafarikisha jeshi lililomjia kutoka Efraimu ili warudi kwao. Amen. Kwa hivyo hii ni mfano mzuri wa mfalme Amazia. Alikuwa anaenda vitani na hiyo vita ilikuwa inamtia hofu. Kwa hivyo alikuwa anauliza ni vipi anaweza akashinda hiyo vita, kwa sababu kushinda vita inategemea na ile nguvu ya majeshi ambao uko nayo. Kwa hivyo Amazia akakodisha watu 1,100 waende wamsaidie katika vita. Mtu wa Mungu akatumwa kwake, akamwambia Amazia, usiende kwa vita na hawa watu wote, ni kwa maana Mungu hayupo pamoja na Israeli. Nataka nikuonyeshe kitu kutoka kwa haya maandiko, ni kwamba mahali ambapo umeweka tumaini lako ndipo ambapo unatoa nguvu zako. Na kama tumaini lako aliko kwa Mungu, Mungu aweze akakusaidia. Mungu aweze akawa ndiye uwezo wa nguvu zako. Nataka nikuonyeshe, nirudi hiyo kitabu ya 2 Chronicles 25 verse 7. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani watu wa Efraimu. Bwana hayupo pamoja na Israeli. Ni kwa sababu gani? Huyu mfalme tayari hakumwamini Mungu ya kwamba akienda vitani Mungu anaweza akampatia ushindi, Mungu anaweza akampatia uwezo. Hapana. Yeye aliamini ya kwamba ataweza kushinda vita kulingana na wale watu ambao ako nao nyuma yake, majeshi ya vita. Kwa hivyo na wewe usiku wa leo ama jioni ya leo ama kulingana na ile popote ambapo unanitazama, ni wapi ambapo unatoa nguvu zako? Nguvu zako ziko wapi? Uwezo wako uko wapi? Na kuuliza hiyo swali, ujiulize na uweze kuangalia maisha yako, uweze kupanga maisha yako, umtumainie Mungu awe ndiye uwezo wa nguvu zako. Let God be the source of your strength. Where is your strength? Ni watu wengi ambao walikuwa hawamtegemei Mungu. Nitakuonyesha katika maandiko. Walifanya vitu kuwa ndio tegemeo lao. Walifanya hata shughuli za maisha zikawa ndio tegemeo yao. Nitakusomea maandiko ni kuonyeshe watu ambao wanamtegemea mwanadamu, ama watu ambao wamefanya wanadamu kuwa ndio nguvu zao, kuwa ndio kinga yao. Mungu hawezi akaenda pamoja nao. Kitabu cha Yeremia 17 na mstari wa 5. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa lugha rahisi, amfanyaye mwanadamu kuwa ndio nguvu zake, amfanyaye mwanadamu kuwa ndio tegemeo lake. Mahali nguvu zako ziko, tegemeo lako liko hapo. Where your strength is, there is where you depend. Wale ambao nguvu zetu ni Mungu, tunamtegemea Mungu katika maisha yetu tupate kushinda. Wale ambao tunajua Mungu ndiye ushindi wetu, tunamtegemea Mungu aweze kutusaidia. Hatuna msaada mwingine. Daudi katika Zaburi 121 anasema, I lift up my eyes. Ninainua macho yangu juu milimani, mahali msaada wangu unatoka, mahali nguvu zangu zinatoka. Mahali unatoa nguvu zako, ndipo ambapo unaelekeza uso wako, ndipo ambapo unaelekeza tumaini lako, na ndipo ambapo siku zote ukiwa na hitaji ama ukiwa unahitaji msaada, you go back to where you draw your strength. Nimekuonyesha maandiko ikisema anayemtegemea mwanadamu. Mwanadamu hapo Biblia imeongea kwa mafumbo. Ndio ni mwanadamu, lakini Mungu alikuwa anajaribu kumaanisha ya kwamba anayetegemea kingine chochote kando na yeye Mungu, mtu huyo
amelaaniwa. Kwa hivyo kuna baraka pia kwa kumtegemea Mungu. Kuna ushindi kwa kuweka nguvu zako ama kuweka tegemeo lako liwe ni kwa Mungu. Kwa hivyo wewe, nguvu zako ziko wapi? Nguvu zako ziko wapi? Nasoma Yeremia 17 naye mstari huo wa 7 hapo mbele tu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tegemeo lake. Kwa hivyo jioni ya leo unaweza ukaamua umtegemee Bwana katika mambo yako yote, aweze kukusaidia, aweze kukushindania, aweze kukupatia ushindi. Mungu ako na hiyo uwezo. Na maandiko inasema amebarikiwa mtu yule anayemfanya Bwana kuwa ndio tegemeo lake. Ndio, changamoto ziko, mambo magumu tutakutana nayo, tutakumbana na mambo magumu na mazito. Lakini wakati utakuwa umeingia katika mambo mazito, uwezo wako ama nguvu zako ziko wapi? Zaburi ya 41 na mstari wa 1 na wa 2, Daudi anasema, nalimngojea Bwana kwa shimo telezi, kwa saburi ama kwa subira, naye Bwana akaniokoa. Changamoto zitakuja, siku nzito zitakuja, siku za dhihaka zitakuja, wakati maadui watakudhihaki, wakati watu wa kwenu watakuinukia, wakati dunia yote itakuwa iko kinyume chako. Wewe hiyo wakati nguvu zako ama uwezo wako utakuwa kwa nani? Utakuwa umeweka tumaini lako kwa nani? Ndio nimekuja nikufundishe, nikuambie tumjifundishe kumtegemea nguvu Mungu, awe ndiye uwezo wetu. Where is your strength? Where is your power? Where is your source of power? Where is your source of strength? Joshua anasema, as for me and my house, I will serve the Lord. Kwa hivyo ni kwa sababu gani? Joshua alikuwa ameangalia Israeli. Israeli walikuwa wameamua kurudi nyuma, waachane na Mungu. Ndio Joshua anawaambia, as for me and my house, I will serve the Lord. Kwa hivyo mtazamaji wangu hapo nyumbani ama mahali popote ambapo unanitazama, nataka nikuulize, nguvu zako unazitoa wapi? Nataka ni usiku wa leo ama jioni ya leo, nataka niumbe nguvu zako, uweze kutoa nguvu zako kwa Mungu. Let your storehouse, let your powerhouse be the heavens. Mbingu ziwe ndio uwezo, ziwe ndio source ya uwezo wako ama nguvu zako. Maandiko inasema katika Zaburi, wengi wametumainia farasi, wengi wametumainia magari ya vita, lakini sisi tunatumainia jina la Mungu. As for many, they depend on chariots, and for us, we depend upon the name of the Lord. Sijakuja nikufurahishe, nimekuja nikufundishe uone ya kwamba kwa Mungu kuna ushindi, kwa Mungu kuna uwezo. Ukimtegemea Mungu, Mungu atakufanikisha. Ukimtegemea Mungu, Mungu atakupa ushindi katika kila jambo ambalo unalifanya. Zaburi 23 na kusomea maandiko ndio nikuonyeshe ya kwamba unaweza ukapata nguvu kutoka kwa Mungu. Zaburi 23 na mstari wa 1 hadi huo wa 6. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Daudi anapozungumza maneno haya, ni maneno ya mtu ambaye ako na confidence na kile ambacho anaongea. Ni maneno ya mtu ako na confidence na Mungu wake. Anasema hataogopa chochote, hataogopa mabaya, hata apite kando ya uvuli ama bonde la mauti,
hataogopa. Kifo ni nini? Kifo ikitajwa hapa, uisikie iko pale nje inakuja. Kila mtu kwa nyumba hii atatafuta mahali ambapo atatokelezea. Lakini Daudi anaongea kwa ujasiri, anasema hata nijapopita kando ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ni kwa sababu gani? Bwana ndiye mchungaji wangu, ambaye anauisha nafsi yake, ambaye analinda nafsi yake. Ni kwa maana Daudi alikuwa amekabidhi maisha yake kwa Mungu, alikuwa amepeana maisha yake kwa Bwana. Ndio anasema Bwana ndiye ngao yangu. Ngao ni nini? Wanajeshi wanapoenda vitani, anakuwa na ngao na mkuki. Ngao ni ya kujikinga, ni ya kujizuia. Wakati ambapo risasi ama mishale itarushwa, haitaweza kufikia kifua chake. Kwa hivyo unaweza kumfanya Mungu kuwa ndio tegemeo lako. Unaweza kumfanya Mungu kuwa ndiye nguvu zako katika maisha yako. Chochote ambacho unafanya, mkabidhi Bwana ama mtumainie Mungu awe ndiye uwezo wako, ndiye nguvu zako, na maisha yako itabarikiwa, na maisha yako itakuwa ya utofauti sana. Kumtegemea Mungu ina vitu kadhaa. Moja, inahitaji imani. Inahitaji imani katika huyo Mungu. Ujue huyo Mungu ambaye ninayemtegemea ataweza kunisaidia katika siku za taabu. Kwa nini nikuuliza hili swali, where is your strength? Ni kwa sababu nimekuambia siku za taabu hazina budi kuja. Kuna siku utakutana na mambo ikutingishe, ikipima nguvu zako ziko wapi. Hiyo siku kuinuka kwako ama kusimama kwako ama kuwekwa chini itategemea na mahali ambapo umeweka imani yako. Itategemea na mahali ambapo umeweka tumaini lako. Ni wapi ambapo unatoa nguvu? Ni wapi ambapo unatoa uwezo? Ndio ninakuuliza, where is your strength? Do you believe in God? Do you really believe in God? Where is your strength? Nikupeleke katika kitabu kingine cha Waibrania, that is Hebrews, Waibrania 13 na mstari wa 6. Tunaangalia nguvu. Ni wapi nguvu zako ziko? Umeweka nguvu zako ziko wapi? Waibrania 13 na mstari wake ni wa 6. Hata twadhubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? If you know you are God, if you know who God is, ukijua Mungu ni nani na kile ambacho anaweza kusema ama kile ambacho anaweza kufanya, hata nini, kunyeshe mvua ya mawe, kunyeshe gharika, hautakuwa na hofu. Nataka ushike ili mtazamaji wangu. Ikiwa unajua mahali uwezo wako unatoka, hautakuwa na hofu. Hautakuwa na shaka, hata nini ikuje, hata nini, hata dunia yote ikugeuke, ama watu wa kwenu wakuache wote, hautakuwa na hofu. Kwa sababu gani? Unajua nguvu zako mahali zinatoka. Lakini kwa sababu gani watu wana panic? Kwa sababu gani tunashindwa? Ni kwa sababu hatujui nguvu zetu tunazitoa wapi. Tambua mahali nguvu zako zinatoka. Tambua nguvu zako ziko wapi. Tambua. Ukiisha tambua, hakuna chochote ambacho kitaweza kukushinda, hakuna chochote kitaweza kukuweka chini. Lakini ikiwa hujui uwezo wako unatoka wapi, ikiwa haujui nguvu zako ziko wapi, hata umbu atakuweka chini. Tumambo tudogo tutakuangusha, tukuweke chini. Yes, nguvu zako ziko wapi? Wakati ninaongea habari za nguvu, siongei nguvu za mwili, kwa sababu kuna mtu nguvu za mwili anatoa kwa chakula, kuna mtu anapata nguvu kupitia mazoezi, kuna wale wanaenda gym. Mimi siongei kuhusu nguvu za mwili wanyama, bali zile nguvu ambazo ninazungumzia ni kuhusu nguvu za roho. Nguvu za roho.
spiritual strength, spiritual power. Where do you draw your strength from? Where do you draw your strength from? Tumesema katika Waibrania 13 mstari wa 6, Mungu ndiye atakayetusaidia. Ni kwa sababu gani? Mungu ni roho. Tukisha kumwamini Mungu, hata katika mambo yote, katika matatizo yote, tutakuwa tunajua God is on our side. God is on my side. Nataka iingie kwa akili zako, ama iingie kwa roho yako, ya kwamba ukimtegemea Mungu, amfanyaye Mungu kuwa tegemeo lake, Mungu hata muacha. Zaburi 41 na mstari wa kwanza hadi wa 3 inazungumza kuhusu mtu ambaye ameinvest kwa Mungu. Inasema heri mtu yule anayemsaidia ama anayemkumbuka mnyonge. Ni kwa maana zile siku atakuwa amelazwa kitandani kwa ugonjwa, Mungu hatakubali kumtia katika hali wamtakiayo maadui zake. Maadui zako, ile hali ambao wanakutakia, ile hali ambao wanatamani usiku na mchana itendeke kwa maisha yako, Mungu hata kutia kwa hali yao. Hapo chini nasema atakapokuwa kitandani, Mungu atamtengemeza, Mungu atamtandikia katika kitanda chake. Kwa hivyo nataka nikufundishe ama niweke kwa masikio yako uweze kumfanya Mungu kuwa tegemeo lako. Tunaendelea katika kitabu cha 1 Peter chapter number 5 and verse number 7. 1 Peter chapter number 5 and verse number 7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha kwa mambo yenu. Ni nani huyu? Petero anasema cast your burdens unto Jesus. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for us. Niende kwa polepole ni kuambia ya kwamba where your strength is, it will be your point of reference. Where you draw your strength, where you draw your power, it is your point of reference. At times of trouble, at times of need. Mpendwa mtazamaji, unaweza kosa kuelewa ninazungumzia nini, lakini hipo siku inakuja ambapo unakuwa hauna mtu wa kumkimbilia, hauna mtu wa kukushika mkono, ila hiyo siku itakuwa ni wewe na Mungu wako. Piga picha hii kwa mfano, wale watu ambao wamelazwa hospitali, mtu anaonekana kwa masaa, asubuhi, mchana na jioni. Wakati ule mwingine hako pale yeye na daktari. Daktari anakuja dakika chache, anampa madawa, matibabu, alafu anaenda kuwahudumia wengine. Wakati ambapo huyo mgonjwa hako hapo kwa kitanda, ni nini ambayo inaendelea kwa mawazo yake? Nataka kuamini ya kwamba huwa anamlilia Mungu, Mungu aweze kumkumbuka. Lakini wakati utaingia kwa nafasi kama hiyo, ama kwa wakati kama huo, ukuje iwe ni wewe na Mungu, watu wote wawe wako mbali na wewe, utakuwa na uwezo wa kumuita Mungu na aweze kukuitika? Hilo ndilo swali. Will you have the ability to call God and God to answer you? Mungu ataweza kukujibu? Uko na hakika Mungu atakujibu? Ndio maana ninakuambia ujifundishe kumtegemea yeye kutoka kitambo. Wacha nikuonyeshe katika kitabu cha Mithali. Mungu anasema, nimeitana na wewe haukuitika, nilinyosha mkono wako wala hamkusikia. Kwa hivyo ile siku itakuwa ya taabu. Utakapokuwa unamuita Mungu, yeye atakuwa anacheka. Mithali 1 na mstari wa 24 kuendelea. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa,
nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hakumkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitakapo wafikilia. Oh my God. Yaani kuna siku Mungu anasema utaweza kumuita na asikuitike. Ni kwa sababu gani uitane na Mungu asikuitike? Ni kwa sababu haukumfanya Mungu kuwa tegemeo lako. Haukumfanya Mungu kuwa ndiye nguvu zako. Kule ambako uliweka nguvu, ile siku utakuwa na shida, ama ile siku utapatwa na jambo ambalo utahitaji msaada, basi elekeza uso wako huko. Kwa sababu hiyo siku Mungu hatakuwa na haja na wewe. Iliali amesema ya kwamba atakuwa anacheka. Piga hiyo picha, Mungu akicheka. Wewe umemuita, magonjwa imekupiga, wewe umemuita. Siku za shida, wewe umemuita. Uko kwa taabu, uko kwa shida, umemuita Mungu. Lakini Mungu anasema hata kuitika, atakuwa anacheka siku ya msiba ama siku ya dhiki. Why? Because you did not make God your source of strength. You did not believe in God. Where your strength is, there your trust is. Where your strength is, there it is your mind. Sija kuja kukushtua, ila ninataka iwe wazi kwako ya kwamba mahali ambapo umeweka nguvu, mahali ambapo umeweka tumaini lako, where we draw our strength, it is where we have put our faith in. Mahali ambapo tunapata nguvu ni mahali tumeweka tumaini letu hapo. Ikiwa nguvu zako umeweka kwa mganga, ikiwa nguvu unatoa kwa madhabahu ya mganga, imani yako iko kwa mganga. Ikiwa nguvu zako umeweka kwa Mungu kupitia kwa watumishi wake, imani yako itakuwa kwa Mungu vile vile kwa watumishi wake. Imani. Nguvu zako ziko wapi? Where is your strength? I ask you this question. Where is your strength? Where is your source of strength? What is the source of your strength? Nguvu zako unazipata wapi? Nguvu zako unazitoa wapi? Ndiyo maana ninakufundisha umfanye Mungu kuwa tegemeo lako. Yeremia 17 na mstari wa 5 imesema, amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa ndiyo kinga yake. Bali tunasema tumfanye Mungu kuwa ndiyo tegemeo letu. Tumfanye Mungu kuwa ndiyo nguvu zetu. Hii ujumbe yote ninajaribu kukuonyesha umfanye Mungu kuwa ndiyo tegemeo lako. Umfanye Mungu kuwa ndiyo uwezo wako. At the times of battle, at the times of struggle, God will be your strength. Waraka wa kwanza wa Yohana, that is 1 John. 1 John chapter number 5, verse number 14. 1 John 5 and verse number 14. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atusikia. Kwa kuwa tukijua kwamba atusikia tuombacho chote, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizoomba. Tarudia 1 John 5:14. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, anatusikia. I want you to know this. The confidence you have, it is according to where you draw your strength. Amiri jeshi ama mkuu wa jeshi, imani yake iko kwa wale wanajeshi ako nao wakienda katika vita.
wanajeshi ama mkuu wa jeshi, imani yake ama nguvu zake ni hawa wanajeshi ambao anaenda nao katika vita. Ndio ninakuuliza usiku wa leo, na wewe ujasiri wako uko wapi? For we have confidence in God that he is the source of our power. He is the source of our strength. That is the confidence we have. We are not guessing. The confidence we have in God. It is because when we call upon him, he listens to us, he hears us, and he responds to what we pray, ama to what we ask from him. Wacha nisome Zaburi 56, Psalms 56 and verse number 8. Psalms 56 from verse number 8. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, ayamo katika kitabu chako? Ndipo adui zangu watarudi nyuma siku ile niitapo. Neno hili najua kuwa Mungu yu upande wangu. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Kwa msaada wa Bwana nitalisifu neno lake. Nimemtumaini Mungu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Listen to what David is saying. Mstari wa 11. Nimemtumaini Mungu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? So the confidence you have, the source of your strength, it is based on the confidence that you have in God. Ndio Daudi anauliza kwa ujasiri, mwanadamu atanitenda nini? Wanadamu wanaweza wakamdhuru mwanadamu. Mwanadamu anaweza akamuua mwanadamu mwenzake. Mwanadamu anaweza akafanya juu chini aweze kumuharibu mwanadamu mwenzake. Kuna mwanadamu ako na nguvu, kuna mwanadamu ako na uwezo wa kumaliza mwingine, lakini nguvu zako ziko wapi? Daudi anasema sitaogopa, mwanadamu atanitendea nini? Luka mtakatifu ama injili ya Luka 12, that is Luke chapter 12 verse number 3 to 5. Nataka nikuonyeshe hiyo ujasiri Daudi anaongea kuhusu nini? Mungu anakuja kutujibu kwa Luke 12 verse 3 to 5. Wacha nikusomee. Basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakaye muogopa. Muogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Daudi alikuwa anasema sitaogopa mwanadamu. Mwanadamu atamtendea nini? Ni kwa sababu gani? Ndio hii tumesoma katika Luka ya kwamba kuna mwanadamu ama wanadamu ama chochote kinaweza kufanyika, mwanadamu ukamalizwa wewe, mwanadamu akakuua wewe. Lakini Mungu anakuambia mtumaini yeye ama umuogope yeye, ni kwa maana hata baada ya kukuua yeye ako na uwezo wa kuharibu roho yako na kuiweka jehanamu. So believe in God. Trust in God. Can you only trust in God? That is what I can tell you. Trust in God. Nina mambo mengi ya kusema na wewe ili niweze kuumba imani yako, uweze kufanya imani yako iwe iko kwa Mungu. Uweze kufanya imani yako, uweze kufanya Mungu kuwa tegemeo lako, uweze kumfanya Mungu kuwa ndiye kinga yako. Ni kwa sababu kama utamtegemea mwanadamu ama utategemea vitu ambavyo vimetengenezwa kwa mikono ya mwanadamu,
ama chochote ambacho si cha Mungu kiwe ndio uwezo wako, kiwe ndio you draw your strength from there, basi kutakuwa na tatizo siku ambazo zinakuja. Psalms 125, the book of Psalms 125 and verse number 1. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wakaa milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wanakaa milele. Those who trust in God, those who have their confidence in God, they are like Mount Zion. Siku za kujaribiwa ziko, hazikosi katika maisha ya mwanadamu. Siku za kujaribiwa uwezo wako, siku za kujaribiwa nguvu zako, mahali zinatoka, ziko njiani. Kama hujakutana nazo, zinakuja. Those days are coming to test where is your strength, where is the source of your power. So you better trust in God. You better put your confidence in God. You better put your confidence in God. Because the days of trial are coming. Siku za kujaribiwa zinakuja, ujulikane nguvu zako ziko wapi, ujulikane uwezo wako unautoa wapi. Kwa hivyo ninakufundisha uweze kumtegemea Mungu, uweze kumfanya Mungu ndiye tegemeo lako. Hata nini hije kwa maisha yako, umfanye Mungu kuwa ndiye tegemeo lako. Nataka nikusomee kitabu hicho cha Zaburi, Psalms chapter 20 and verse number 7. Hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. That verse, that scripture is showing us different types of people with different source of strength. Kuna wale wanategemea vitu za ulimwengu huu, na kuna wale ambao sisi tunamtegemea Mungu. So, brethren, learn to depend upon God. Itakuwa ni jambo la busara ukiwa umemfanya Mungu kuwa ndiye tegemeo lako. Ikiwa umemfanya Mungu kuwa msaada wako, umfanye Mungu kuwa ndiye nguvu zako. Isaiah 40 mstari wa 31. Those who trust in the Lord, those who trust in the Lord, they shall renew their strength like an eagle. Yani ni kumaanisha ya kwamba tukimtegemea Mungu, Mungu anatuongezea uwezo ama nguvu baada ya ingine. Kwa sababu hiyo nguvu uko nayo saa hii inaweza ikakupeleka kiwango fulani, inaweza ikakupeleka mpaka siku fulani. Hiyo siku ikifika, ndio Mungu anasema you will renew your strength like an eagle. You will renew your strength like an eagle. So, I want to tell you that learn to depend upon God. Jifundishe kutegemea Mungu. Jifundishe kumfanya Mungu kuwa ndiye tegemeo lako. Jifundishe umfanye Mungu hawe ndiye tegemeo lako. Ni kwa maana ukisha kumfanya Mungu kuwa ndiye tegemeo lako, basi utaweza kushinda na utaweza kupona vile vile. Ayubu, kitabu cha Ayubu 31 mstari wa 24. Ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu na kuiambia dhahabu safi, wewe u tegemeo langu. Ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu na kuiambia dhahabu safi, wewe u tegemeo langu. Ayubu anasema nini katika hii scripture? Anajaribu kusema
Kuna watu ambao wameweka nguvu zao kuwa kwa mali. Wameweka uwezo wao iwe iko kwa mali. Ile mali wako nayo, wameweka uwezo wao iwe hapo. So, I will tell you, can you please turn your ways and make God to be the source of your strength? Mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Na utaona maisha yako ikibadilika. Na utaona utofauti katika maisha yako. Daudi anauliza, nimefanya dhahabu kuwa tegemeo langu. Have I made gold to be my source of strength? So I will tell you, brethren, learn to depend upon God. Learn to make God your strength. Learn to depend upon the name of the Lord as the source of your strength. Sijui ni kwa nini ninakuambia hizi habari. Lakini ikiwa umesikia hizi habari, Mungu akona mpango mzuri wa kuweza kufanya wewe udhibitike katika siku za shida, siku za taabu. Si lazima hata siwe siku za taabu, hata kufaulu kwako tu hapa chini ya jua. Kufanikiwa kwako inategemea umeweka uwezo wako unaitoa wapi, nguvu zako unaitoa wapi. Huyo mfalme tumesoma alikuwa anaona ya kwamba kushinda vita ni lazima awe na watu wengi. Iliali mtu ambaye anaitwa Gideon alikuwa anaenda vitani vile vile. Alikuwa na watu 1,000 na zaidi. Mungu akamwambia hawa watu ni wengi sana, punguza hawa watu. Akapunguza watu, akabaki watu 300, na akaenda akapiga wafalme, akashinda hiyo vita. Kwa hivyo kushinda katika haya maisha ambayo tunaishi si lazima iwe ni siku za taabu, hapana. Hata katika hiyo kitengo ambayo unafanya, kufaulu kwako inategemea unatoa nguvu zako wapi, unatoa uwezo wako wapi. Ni kwa mganga, ni kwa majini, ni kwa mambo mengi ambayo watu wameweka tumaini lao hapo waweze kutegemea Mungu. Hawawezi kutegemea Mungu, bali wanazitegemea hizo vitu. Nataka nikuonyeshe zaidi ya kwamba tunaweza tukamtegemea Mungu. Tukisoma maandiko katika kitabu cha Mathayo, that is Matthew chapter number 6. Matthew chapter 6. That is Matthew chapter number 6. Then verse number 25. Kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie mambo yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha nje si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, kwa sababu na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ndege wa angani hawapandi, hawavuni, hawakusanyi ghalani. They don't do savings as we do, but they live. Mungu anajaribu kutuuliza kama hao hata hawana mchungaji, lakini yeye mwenyewe anawalisha. Anatuambia tusijisumbue. Kwa sababu gani? Tumfanye yeye kuwa nguvu zetu, tumfanye yeye kuwa tegemeo letu, na yeye atatupatia chakula, atatupatia mavazi ya kuvaa, atatupatia chochote ambacho tunachokihitaji hapa chini ya jua. Make God to be the source of your strength. Nitakuuliza uweze kumfanya Mungu kuwa tegemeo lako. Usitegemee nguvu za dunia hii. Usitegemee nguvu ambazo zinaweza zikaisha kesho. Mwanadamu ambaye umemfanya tegemeo anaweza akaondolewa, anaweza akaenda nchi za mbali, anaweza akagonjeka, basi akawa hana hiyo uwezo alikuwa nayo hapo mbeleni la kukusaidia. Lakini ukiwa umejifundisha kumtegemea Mungu, hata nini ikuje hautatingishwa, hawatakuweka chini,
kwa sababu umekwisha kujifundisha kumfanya Mungu kuwa tegemeo la maisha yako. Nataka nikamilishe, lakini nisome scriptures kidogo. Nataka nisome Proverbs chapter 28 and verse number 26. Proverbs 28:26. Proverbs 28 and verse number 26. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara ataokolewa. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara ataokolewa. There are people ambao wanajipiga kifua, wanasema hapa nimefika, ni nguvu zangu, ni bidii yangu. Ndiyo bidii uko nayo, lakini kuna yule ambaye alikuwezesha kufika hapo. Kando na bidii, kando na ujuzi, kando na vyovyote vile ambavyo zimeweza kufanya tufike hapo, lakini kuna mkono wa Mungu, kuna msaada wa Mungu juu yetu ambao umetufikisha hapa. Ndiyo maandiko imesema katika Proverbs 28:26, anayejitegemea akili zake mwenyewe ni mjinga. Kwa sababu gani? Hiyo kitu unasema ni akili zako. Ni nani amekupatia hizo akili? Ni nani amekupatia hizo akili? Ni Mungu ambaye amekupatia hizo akili. Kwa hivyo mfanye Mungu kuwa tegemeo lako. Make God to be your strength. Make God to be your source of power. Make God to be the source of your power. Because if you depend on yourself, bas siku za kuharibiwa zikija, utaambiwa wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Kitabu kile cha Zaburi, Psalms 62 and verse number 8. Zaburi 62 na mstari wake wa 8. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifufueni mioyo yenu mbele zake. Tuanze mstari wa 7. That is Psalms 62 verse number 7. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba na nguvu zangu, na kimbilio langu ni kwa Mungu. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu, na kimbilio langu ni kwa Mungu. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifufueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiyo kimbilio letu. Very simple. Ya kwamba Mungu wa wokovu wetu ndiye mwamba na ngao yetu. Kwa hivyo tumtumaini Mungu tu. Let us make God to be the source of our strength. Nimezungumza sana kuhusu Mungu kuwa the source of your strength. Mungu umfanye kuwa ndiye tegemeo lako. Kwa hivyo ikiwa unataka kwenda mbali, umfanye Mungu awe ndiye tegemeo lako. Make God. Depend upon God. Where you depend, it is where you draw your strength. Where you depend, it is where you capture the confidence to tackle things, to tackle matters, to tackle difficult situations. To tackle difficult situations. So, usiku wa leo, labda haukujua hiye, labda haukujua haya, lakini yamefika kwako. Unaweza ukabadilisha mawazo yako, unaweza ukabadilisha akili zako, ukamfanya Mungu kuwa tegemeo lako. Kindly make God to be the source of your strength. Niko na njia zingine 5 ama mambo mengine 5 ambayo unaweza ukajifundisha na mahali ambapo tutatoa nguvu zetu. Let us meet in episode 2 ni kuonyeshe mahali ambapo mwanadamu anatoa
nguvu zake. Lakini kwa leo, fanya Mungu kuwa tegemeo lako. Make God to be the source of your strength, and you shall be established. Usisahau maandiko imesema katika Zaburi Mithali 28:26, anayejitegemea yeye mwenyewe ni mjinga. Anayejitegemea yeye mwenyewe ni mjinga. Biblia inatufananisha na mjinga. Kwa hivyo Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Tukutane kwa episode 2 ya Where is your strength. Shalom, shalom. God bless you.